Nimeiona na juzi nilimkanya na akaja kucomment akasema Mwijaku, hapana, tulialikwa kwa bwana Omari. Baada ya kualikwa kwa bwana Omari ndio tukakutana, lakini yeye anakaa kwake na mimi nakaa kwangu, na nipo kwenye utaratibu wa kufunga ndoa. Ila jana amevuruga zaidi. Jana karibu. Huwezi kusema unampangia Mungu eti baada ya kukutana Mahurulaini uko peponi unataka kukutana na Kajala. Wewe unamjua Mahurulaini wa peponi? Kajala ingia hata theluthi. Unapokufa unapoenda mbinguni peponi utakutana na wanawake Mahurulaini. Napozungumzia Mahurulaini, nywele singa zinaanguka mpaka chini. Umenipata hapo? Sasa wale Mahurulaini utapewa unaowataka. Jana naona kwenye clip yake anasema eti mimi nitamuomba Mungu anirejeshee wewe Kajala peponi. Wewe ushakutana na Hurulaini wewe? Au umeshakutana na mabinti wanaotoka Singida hapa? Kamsahau Kajala. Yeye akaenea Kajala hapa duniani, wapendane kwenye shida na raha, lakini asiseme peponi nitolee Mungu anipe tena Kajala. Mimi mwenyewe sitamani Mungu peponi anipe mke wangu nilokuwa naye hapa. Anipe Mahurulaini. Unajua Mahurulaini? Anipe Mahurulaini. Kwa sababu na wao wake zetu watakutana na wapendwa wao kule, wale amazing, unasema wow. Unajua raha ya pepo, fanya ibada, jikite kwenye ibada, utakuja kufurahi. Unakutana watu, huyo Hurulaini unaambiwa nywele inaanguka singa, pua inakuchoma, yani vile una imagination yako ndo anakuwa. Sasa Kajala unaweza kwa imagination unaotaka kawa. Kajala ni binadamu kama sisi, kule unakutana na Mahurulaini. Acha afute ile kauli. Sawa, kwenye Samia Cup Saad pia wapo. Saad wapo na mimi ni msemaji. Kaza kifua, kaza kifua. Omari tena. Huyu Mwarabu huyu anajipa kila sehemu. Mimi ndio msemaji rasmi. Yeye ana usemaji gani? Huyu anakaa anavuta kwa Mwarabu hapa. So Waarabu wenzie, mimi ndio msemaji rasmi na nimelipwa hela. Sasa muulize kalipwa hela? Mpunga huo hapo, msemaji. Sasa kalipwa atuonyeshe hela ulolipo. Wewe unajitutumua. Wewe Mwarabu atulamusha utoe wapi? Huyu ndugu na kina Ali Saidi wale matajiri wa Morogoro, lakini wamemtenga kwa ujuaji wake. Umalaya. Kwa hiyo mimi tunacheza tarehe 27, unajua? Tarehe 27 tunacheza na Kings. Kings ni timu yangu, lakini tutampiga vibaya. Kings tutampiga vibaya nje ndani. Kipindi cha kwanza tunakupiga, kipindi cha pili tunakupiga. Hiyo unapigwa, unaambiwa pigwa nje ndani. Saadi hatutaki mchezo. Kwanza tumesajili kocha tulikuwa naye ni professional. Katoka Saudia. Unajua Saudia makocha wake walivyo. Shifta kakaa miezi 6 Dubai, mlimwona? Hamjamuona Dubai? Alikuwa ameenda kwa Arabu. Kaja na Mwarabu mmoja Saudia. Hatari. Ukitoka hapo wachezaji tulikuwa nao mamangu. Tuna wachezaji hatari. Na kila mchezaji mmoja ana bodyguard mmoja kama huyu. Tingisha kifua. Kitingisha kifua, nyonyo ilitingisha. Tingisha. Yes. Kila mchezaji mmoja ana bouncer mmoja. Kila mchezaji mmoja ana bouncer mmoja. Uliambiwa soma kama kunywa vitu vizito. Hiyo ndo kazi yako. Sawa? Kila mtu anakuwa mrefu kamba yake. Lakini hata Kings pia wapo mafundi. Mafundi hakuna Kings. Wanaimba muziki, wale mabingwa wa muziki. Kwenye tayari huku magoti ashaja maji. Mpira mimi nimecheza mpira. Tukishashinda mechi ya 27, tukishashinda goli 4, nitaomba kipindi kimoja niingie. Na ngone mnone na dribble mpira ukija papo na dribble na chini naanza moja. Nachukua mbele na maliza. Mimi nimecheza na Godfrey Kikumbi namba 9 Mtibwa Sugar. Shule ndio kafanya niache mpira. Kama Godfrey Kikumbi namba 9 nilivyokuwa na nyuta. Unakumbuka Kikumbi alivyokuwa na nyuta nafinya? Huko hujaja mjini bado. Kuna mtu anaitwa Mtibwa Sugar anaitwa Godfrey Kikumbi, aliziumiza Yanga, Simba, Redi ya Morogoro. Aliziumiza sana. Mimi ndo nilimweka benchi yule. Godfrey Kikumbi nilivyosajiliwa Mtibwa mwaka 98 hiyo. Nasajiliwa Mtibwa, mtoto mdogo wa moto. Ukimuona Kikumbi sasa hivi ni kama Pacome au Chama. Yani kipindi yake ni kama Chama. Chama unaona jana alivyokuwa anafinya matobo yale. Jana uliangalia game ya jana? Anavyofinya matobo yale. Unasema Chama bado mdogo. Unaweza kufikiri hajawahi kuumwa UTI, lakini ana UTI 9 akachapigwa nazo bongo. Jamani, tuko Saadi Fabrics Textile. Hawa ni wauzaji na wasambazaji wa vitambara. Kipindi hiki mrudi majumbani mwenu na zawadi. Mimi leo nitarudi na zawadi kutoka hapa. Saadi nampelekea mke wangu vitambaa 9. Vipo kwa leo nikalete 10. Kalete 10 na ndanavyo nyumbani kwangu na kwenda kumkabidhi mke wangu. Ndio raha ya kuoa. Na raha ya mume bora, unarudi na zawadi. Wewe mpenzi wako anakuletea zawadi Pazito, achana naye, anakuchezea. Achana naye nisikuvite. Mwanaume wa kweli atapambana kuletea zawadi. Chama lako la moyoni jana limepata matokeo mazuri sana. Mmerudi kwenye nchi yenu ya haki. Na ile tukwambie sio penalty ambayo ya kwanza kubabaishana kufikiriana. Ndugu zetu mmeona kule.
Na Ruangwa. Hujasikia huko penalty yao ya pango pakavu. Watu wachambuzi wasema sio penalty. Refa alipata mhemko, lakini jana angalia clear penalty baada ya goli la kwanza, goli la pili clear penalty. Alafu tazama yule mtoto na blichi zake penalty alivyopiga yule mtoto. Kama mimi miaka 10 iliyopita. Kwanza umeona Jaudi mbali distance na mpira, Jaudi mbali. Alafu kapiga anapotagia njiwa kule pembeni. Mzee, ulikuwa wapi? Kusoma mpira kucheza, una changamoto gani? Njoo hapa. Simama hivi. Ile moja mnakutana nao. Tunawapiga tena, wameenda Zanzibar. Simba uchawi wao uko Zanzibar. Tunapeleka timu vizuri. Na nishawaambia nimempigia Mangungu. Nimekaa kama unataka kugombana na mimi usipeleke timu. Wewe unakaa upande wa wanachama, sisi hapa mashabiki. Timu iende. Pale Guantanamo Bay. Nasemaje? Nakwambiaje? Simba uganga wake upo Zanzibar na tumeruhusiwa kuroga. Umemsikia Mangungu? Au hujamsikia Mangungu alivyosema? Katuruhusu kuroga tunavyotaka. Na uganga wao? Wawili. Mmoja yupo kule, mmoja yupo hapa. Wananchi pia nyumbani. Hapana, wananchi hapana, wanajua wanamtegemea. Afgari pia limewaka. Defu. Hakuna. Performance yale na changamoto. Jana umeona vikichemea mpira voice. Au ujaangalia anavyoingia kwenye gari. Tayari watu washavuza vitu huku chini tunarushia. Wanajaa maji. Mzizi ategemea ataingia lini uwanjani. Si unajua hapo bench. Mara mpupasuaji nini? Nisikufiche. Huu ni mpango kazi mzee wangu. Wale wazee wako waite waambie Simba inatakiwa ishinde tarehe 1 Zanzibar. Sawa. Kwa njia yoyote. Inawezekana mzee Yanga. Hapana, mzee Simba, hawezi kuwa Yanga. Kumbe. Mzee Simba damu huyo. Mzee Simba Yanga. Ni Simba damu. Mimi nitasema ukweli, mimi Simba. Unaona? Nilikwambia. Kwani anapenda kuwa mzukule? Maana sasa hivi kuna umri ukionekana kwa Yanga wanakuchukua mzukule ili timu ishinde. Tunakwenda kumpiga tarehe 1. Tunakwenda kumpiga vizuri. Na mechi hapa niambieni, Simba itashinda mambo mengi. Goli lake hili Moja. Safari ya uhaidi. Ndio nakuja huko. Simba inashinda goli. Nawaambia. Umeona saizi baada ya kupambana kuzungumzia mechi wanagombana wao kwa wao. Ile ni laana inaweza kuwatafuna wao kwa wao. Yaani wenyewe wananga. Huna voshana maneno. Huku mzungu, huku msemaji. Mzungu anaipenda nafasi, msemaji anataka kujitumua kama mimi I'm doing better than you. Ona, hujaona wewe upo wapi? Au Komburati? Mzungu gani? Basi ukamoja mjua mzungu, nitafute kwa mdako nitakuonyesha mzungu gani. Kwa hiyo hii ni ishara. Ana hoja. Sasa alisema wanakosea kusajili. Hapana, ana hoja. Ngoja nikwambie, unajua anatakiwa atofautishe, kuna vyeo vya watu. Unajua sio kila mtu ndani ya klabu anasajili. Kuna wengine kazi yao kutoa ushauri na kumaliza, hilo la kwanza. Alafu kuna wengine wanapokea maelekezo kutoka juu. Ukiwa msemaji wa timu sikio unatoa umelala umeamka unasema asubuhi fanya hivi, no. Unapata maelekezo kutoka kwenye management. Tutakwenda na hili, ndio unakwenda kuongelea nao. Huwezi kumwataki yule anachukua maelekezo, wafate wale decision maker, mtu kama CEO. Nenda kaongea naye ana kwa ana. Sasa unataka kumwataki mtu wa taarifa? Mtu wa taarifa ni kama mtu wa Mburati tu. Yeye anapewa bwana, tunakwenda na agenda hizi. Mechi Zanzibar, usajili wetu unatosha, tuna timu nzuri, mashabiki watufuate. Full stop. Sasa anataka wote heshima mashabiki. Mashabiki wa mpira ni kama kilevi. Kokote tutakwenda. Haina haja kusema mashabiki unawasumbua, ndio raha ya mpira usumbuke. Mtu anatoka hapa anakwenda Barcelona kwenda kuangalia game. Mimi nilitoka hapa nilienda Cote d'Ivoire kuangalia World Cup. Yaani raha mpira ufate mbali, ndio raha mtamu. Wanasema sio Yanga Afrika. Wewe maoni yako ni nini? Yule ni Simba au Yanga? Yule sio Yanga yule. Yule Simba damu. Mimi sinaona message zake wa try again. Baba nirudi, naomba nirudi, tayajibu. Naona message zake, naomba nirudi. Jana kajibu, lakini tena akasema ajibu vijana ambao hawajabalika. Yeye anabishana na mabosi. Akazungumza na Crown jana. Bosi gani anaweza akakubali kuongea naye sasa hivi? Kuna bosi gani anaweza kukubali kuongea naye sasa hivi? Mimi mabosi wote nawajua. Nitajie bosi gani anaweza kaongea naye sasa akamsikiliza. Nani? Shika adabu yako wewe. Tena kuwa na heshima. Au kansela. Wewe shika adabu yako. Kuwa na heshima. Heshimuni watu. Hata siku moja kwa sasa. Kwa aliyoyafanya. Chukua 10,000 kwa 10,000. Tumemaliza. Hala.